Ni kawaida sana kushuhudia timu fulani kutamba kwa kipindi fulani na kuwa tishio, lakini ndani ya kipindi kifupi na kosa mwendelezo. Pia ni kawaida sana kushuhudia baadhi ya timu zikilalamika kufanya usajili mbovu kila msimu, lakini pia kuna baadhi ya timu zinafanya sajili za wachezaji bora sana kutoka sehemu tofauti tofauti. Hata hivyo, wakifika kwenye klabu wanashindwa kufanya vizuri. Najua pia umesikia juu ya zile kasumba za kwamba mchezaji haendani na mfumo wa klabu pamoja na wakocha wa timu husika. Ndiyo, utakuwa unajiuliza sana kwa nini yote haya yamekuwa yakitokea kwenye baadhi ya vilabu, na bila shaka jibu lako la haraka utasema kuwa viongozi wa timu ndiyo chanzo cha kufanya usajili mbovu, ama tatizo ni kocha. Ila bado unajiuliza tena, mbona kuna wachezaji wazuri sana wanasajiliwa lakini wanakuja kufeli, na shida ni nini? Bas, nisikuchoshe sana. Jibu ni kuwa vilabu vingi sana vinashindwa kuwa na mwendelezo bora kutokana na kukosa watu sahihi katika eneo la technical director. Kwa lugha adhimu ya Kiswahili ni mkurugenzi wa ufundi. Na leo kwenye Extra Time tunakwenda kuangazia juu ya nafasi ya mkurugenzi wa ufundi kwenye maendeleo ya klabu. Jina langu ni David Kiamani, ambatana nami mpaka tamati. Mkurugenzi wa ufundi ni eneo nyeti sana kwenye klabu, na ndiyo eneo la muhimu ambapo msingi wote wa maendeleo ya klabu hujengwa kuanzia kwenye mfumo wa klabu, falsafa ya klabu na aina ya sajili zote za klabu, kuanzia makocha mpaka wachezaji. Eneo la mkurugenzi wa ufundi ni moja kati ya maeneo ambayo timu nyingi zinazofanya vizuri hasa barani Ulaya zimekuwa zikizingatia sana kutokana na kutambua umuhimu wake, na msingi mkubwa ambao mkurugenzi wa ufundi hujenga kuhakikisha timu inakuwa na mwendelezo bora na kupata matokeo, na pia kufanya sajili sahihi kwa wakati sahihi. Kazi kubwa ya mkurugenzi wa ufundi kwenye klabu yoyote ile duniani ni kutengeneza falsafa ya klabu na namna klabu hiyo itakuwa ikijiendesha, hasa kwenye namna ya kufanya sajili za makocha pamoja na wachezaji, lakini pia katika suala la maendeleo ya soka la vijana. Mfano, ndani ya klabu ya FC Barcelona kwa miaka mingi sasa wamekuwa wakifanya vizuri sana. Ni miongoni mwa klabu ambayo imejizoelea umaarufu mkubwa duniani kote kwa soka safi la kupiga pasi nyingi uwanjani, toka kizazi cha dhahabu cha nyota kama vile Andres Iniesta, Xavi Hernandez pamoja na Lionel Messi na wengine wengi mpaka sasa. Licha ya nyota hao kuondoka na wengine kustaafu soka, bado mfumo wa Barcelona unaendelea kusalia pale pale. Hii ni kazi kubwa ambayo inafanywa na mkurugenzi wa ufundi wa timu hiyo. Mbali na suala la kupiga pasi nyingi na kumiliki mpira, sifa nyingi za FC Barcelona kwa miaka nenda rudi ni falsafa yao ya kuendeleza na kuamini zaidi vipaji vya vijana kutoka katika akademi yao ya La Masia, ambayo imekuwa ikitoa vipaji vikubwa na kuja kusaidia Barcelona. Mfano wa mazao ya La Masia ni gwiji wa soka Lionel Messi, ambaye alipandishwa kutoka La Masia mpaka timu ya wakubwa na kuja kufanya mambo makubwa sana kwenye soka. Hii ni falsafa ambayo mpaka sasa inaendelea. Tunaona nyota kama vile Pedri, Gavi, Lamine Yamal ni baadhi ya nyota ambao ni mazao ya La Masia, na hii inathibitisha kuwa bado Barcelona wanasimamia msingi ambao walijiwekea, na msingi wote huu unasimamiwa na kutekelezwa na mkurugenzi wa ufundi. Mkurugenzi wa ufundi ndiye mtu ambaye anapaswa kuamua ni aina gani ya wachezaji ambao wanapaswa kusajiliwa ndani ya klabu kutokana na falsafa na mfumo wa klabu husika, na hii inasaidia kuepuka kufanya sajili za wachezaji wazuri lakini wanakuja kufeli kutokana na kutoendana na mfumo wa klabu husika. Mkurugenzi wa ufundi pia ni mtu ambaye huandaa na kusimamia malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu ya klabu ndani ya kipindi fulani ambapo klabu inapaswa kuyatimiza. Mfano, uwekezaji wa soka la vijana. Haya huwa ni malengo ya muda mrefu ambayo mkurugenzi wa ufundi anayaweka kwa kuhakikisha wanaandaliwa vijana bora kwa ajili ya kuja kuisaidia klabu kwa miaka ya mbeleni, na ndio hiki ambacho FC Barcelona wamekuwa wakifanya. Hata hivyo, kumekuwa na malalamiko kwenye klabu nyingi sana juu ya swala zima la usajili wa wachezaji bora kwenye vilabu vingi sana, ikionekana wanasajili makocha bora bila kujua mchawi ni nani. Lakini ukweli ni kwamba tiba ya hayo ni kuwa na mkurugenzi bora wa ufundi.
Mfano, kwa hapa nchini Tanzania, vilabu vingi vimekuwa vikiteseka kwenye eneo hilo kutokana na kukosa na kutotambua umuhimu wa mkurugenzi wa ufundi kwenye klabu, na ndiyo maana vilabu vingi havina misingi thabiti na vinashindwa kujitengenezea falsafa zao ambazo zitasababisha kufanya vizuri kwa muda mrefu. Leo hii klabu ya Simba inaonekana sajili zao nyingi zinafeli licha ya kuwa na sajili sana, lakini wataalamu wanasema shida sio kusajili wachezaji. Swali ni je, huyo mchezaji anaendana na mfumo wa klabu yako? Lakini pia aina ya makocha ambao wanaletwa, je, wanaendana na falsafa ya klabu? Kama jibu ni hapana, basi ni rahisi kufeli, na majibu ya yoyote ni kukosa mtu sahihi kwenye eneo la mkurugenzi wa ufundi. Hivyo basi vilabu vinapaswa kulipa nguvu eneo la mkurugenzi wa ufundi ili kuwa na mwendelezo bora na kufanya vizuri, kwani hapa ndipo msingi wa klabu utengenezwa na kuendelezwa. Lakini ili mkurugenzi wa ufundi afanye kazi yake ipasavyo na ilete matokeo chanya, inapaswa kuwe na mshikamano baina ya viongozi wa klabu kwenye utekelezaji wa mipango yao. Tofauti na hapo, bado kutakuwa kuna ugumu wa kufanya vizuri. Langu jina ni David Kiamani na hii ni Extra Time.